Unajua nikisema alfajiri maki ni kuanzia saa 10 hadi saa 11 pale 12 kasoro, na ni ajabu kabisa pale ambapo kijana au ni mtu ambaye anatamani ni mtu wa maana ila alfajiri amelala. Una matarajio kuwa mtu wa maana afu bado alfajiri umelala. Wakati mmoja nimsikia baba yangu anasema kwa habari ya interview ya yule tajiri anaitwa Mo Dewji. Mo Dewji alitekwa alfajiri na mapema, na anasema kwamba ratiba yake yeye kila siku alfajiri anaamka mapema kuanzia saa 10:30, anajiandaa anaenda kuswali, na si tu yeye peke yake, anawaamsha pia familia yake nzima wakaswali muda huo, sababu si ni baba wa familia. Baada ya kuamsha kuswali, anachukua nguo zake za mazoezi, anaenda gym kufanya mazoezi. Baada ya mazoezi anaanza ratiba zake za kazini, kusoma email za watu na vitu kama hivyo. Kwa kama tajiri ambaye sasa hizi ni bilionea Afrika hii anaamka alfajiri na mapema, sasa tujiulize swali, sisi wengine tutakuwaje? Ni jambo ambalo kabisa mtu wa kawaida ambaye yeye hajaokoka tuseme, na wala hanini karuga kama ambavyo nakaruga wewe, lakini afanyia mapema, yuko macho, kuna kitu anakifanyia kazi. Kwa hiyo utakubaliana na mimi kwamba watu wa maana wote huwa wanaamka mapema asubuhi kama tabia yao ya kawaida kabisa. Sio sababu amesikia somo la umuhimu wa kuamka alfajiri mapema. Wao wanaamka mapema kama tabia yao ya kawaida kabisa. Tofauti kati ya watu ambao wamefanikiwa na watu wa kawaida wenye haya maisha ni nidhamu. Tofauti ya watu ambao wamefanikiwa na watu wa kawaida wenye maisha haya ni nidhamu. Na moja ya nidhamu ya muhimu na ya msingi kuijenga ni nidhamu ya kuamka alfajiri na mapema kuiteka siku yako. Hii ni moja ya nidhamu ya muhimu na ya msingi sana kuijenga, kuamka alfajiri na mapema na kuiteka siku